Duniani kuna mambo. Wakati wewe unakesha ukimwomba Allah akupunguzie dhambi ulizonazo, mwenzako Tyson anajilaumu kustaafu bila kuua mtu. Huyu bwana alibarikiwa ujeuri wa kutosha na upole adimu kuanzia utotoni hadi uzeeni. Alipata uzoefu mkubwa wa kukamatwa na polisi kwa uhalifu katika umri mdogo tu. Alikamatwa mara 38 akiwa under 14 years. Hao ndo watoto paswa kichwa ise. Acha mwanao kumtia ngwala mmoja, mwalimu wake umechanganyikiwa hadi kusema mwanao amekushinda badala kumshukuru Mungu kwa kuzaa mtu jasiri na kumjengea mazingira ya kuwa askari polisi jasiri sana. Tyson yeye alipelekwa jela ya watoto watukutu. Wenye akili wakagundua passion ya Tyson ni ndondi. Akaanzishiwa mafunzo na kuvunja rekodi duniani katika ndondi. Kijana akatajirika, akalabata, akabaka, akapigana, akafungwa, akafilisika, akaamka tena na sasa naishi. Bobby Stewart, bondia wa zamani, ndo alitambua kipaji cha Tyson baada ya Tyson kuomba afundishwe boxing na nyota huyo. Bobby akampeleka kwa kocha wa ndondi, Cus D'Amato. Cus alimfua dogo vilivyo hadi akataka na kumwanzishia kutenda maajabu katika ulingo wa ndondi. Mwaka 1982 Tyson aliondoka na ushindi mnono kwenye mashindano ya Olympic. Hapo ndo ujue Mungu hakukosea katika uumbaji wake. Hadi useme mwanao ni mtukutu hivi unamwachia Mungu. Sisi ndo tunakosea na kupishana na fursa. Tyson angezaliwa Afrika, angefia jela tu. Mungu akikupa mtoto mdokozi, usimlaani, badala yake muandae kuwa mpelelezi. Huko atafanya vizuri. Ukimlaani atakuwa jambazi. Shauri zako. Tyson aliamini mapenzi na kazi hayafai. Hivyo aliamua kuachana nayo kabisa. Kwa miaka 5, yani kuanzia mwaka 1981, hakumjua mwanamke. Habari za mahaba ni uwe, aliacha zipite. Mabinti walimshangaa na wengine walimchukia. Hata hivyo baadaye Tyson alijilaumu sana kwa maamuzi hayo hadi kujiita idiot. Alikuja kuwa muhuni balaa. Kuna siku alisema anakumbuka amewahi kutembea na wanawake 3,000 na kila mmoja aliyetembea naye alitunza kumbukumbu kupitia laptop yake. Halafu hao ni wale aliokula nao appointment ya kutenda dhambi takatifu. Achilia wale aliokutana nao bar, night clubs na jela pia. Jela anasema ndo alitembea na wasichana wengi sana. Maana jela za Ulaya si kama za huku kwetu. Jela zao zinashawishi. Watu wametenda dhambi brother. Mbona wewe ni malaika kabisa ise. Machi 6 mwaka 1985, Tyson alianza kupigana ngumi za kulipwa. Mambo yalikuwa mazuri maana alishinda mapambano 26 kati ya 28. Na hapo alijikusanyia umaarufu mkubwa na pesa za kutosha zaidi. Katika umri wa miaka 20 tu, tayari Tyson alikuwa bondia kijana zaidi kunyakua ubingwa wa dunia. Mwaka huo wa 85 alipigana na mapambano 15 ndani ya miezi 9. Wastani wa pambano moja kila wiki 2 na alishinda yote. Tyson akawa mtu kati ya watu duniani. Akaanza kula matunda ya jasho lake. Alipenda ulingoni kwenda kuua na sio kuburudisha watu. Aliwahi kuondoka na sikio la Evander Holyfield katika ile mechi iliyopigwa pale Las Vegas, Marekani, mwaka 1997. Jamaa alivyozidiwa alimng'ata sikio mwenzake na kuondoka na kipande cha nyama. Hali hiyo ilipelekea uhasama mkubwa uliodumu kwa miaka 16. Ilikuwa kama filamu Mike Tyson na Evander Holyfield walipokutana kwa mara ya kwanza baada ya miaka 16. Safari hii hawakukutana kwenye ulingo wa ndondi. Walikutana katika uzinduzi wa kinywaji kipya uliofanywa na Holyfield katika grocery Jewel Osco iliyopo mjini Chicago. Muda wote wa tukio hilo, Tyson alionekana akitabasamu kwa furaha wakati Holyfield alibaki akicheka, na hapo ndipo walipopeana mikono na kuzika tofauti zao. Hayo ndo mabifu ya wenye pesa bwana. Tuachane nayo. Sisi tuendelee na yanayotuhusu bwana. Nilichokuwa nataka kukuelezea ni kwamba ndondi zilimtoa kimaisha Tyson. Alitamani kula na mama yake, lakini mama alikwisha fariki dunia wakati Tyson
ana miaka 16 tu. Baba yake aliwatelekeza akiwa bado mchanga. Tyson anasema baba yake alikuwa msela wa mitaani tu. Pesa ilimchanganya Tyson asikwambie mtu. Matumizi yake yalitisha hadi kufilisika kabla kufikia umri wa miaka 39. Alikuwa na wafanyakazi 200, walinzi binafsi, wapishi na watunza bustani. Sikumbuki kama alikuwa na shamba boy. Bwana mdogo alitumia dola milioni 4.5 kwenye ndinga na pikipiki za kifahari. Dola milioni 3.4 kwenye mavazi na mapambo. Dola milioni 7.8 pocket money. Dola 125,000 malipo ya kocha kwa mwaka. Dola milioni 2 kurekebisha bafu la yule mke wake wa kwanza, mwigizaji Robin Givens. Dola 410,000 zilitumika kwenye birthday yake na dola 230,000 kwa vocha na bando. Tyson anasema, nilikuwa nikinywa chupa za pombe za dola 3,000 kwa siku na kutumia kokaini usiku mzima. Kisha kulala na ninapoamka niliendelea kunywa tena. Sio mumeo anakunywa kreti moja ya bia unatangaza mtaa mzima ati kamaliza pesa kujenga nyumba na hivyo kumtaka kuombe msamaha mbele ya kanisa utadhani alioa kanisa. Tyson alikiri kutumia hadi dola milioni 500 kwenye miaka 1980. Watu wanakufuru isee. Kuna koo hata ukiwapiga mnada ukoo mzima na kuuza figo zao hiyo pesa hawapati. Kuna koo zinatembelea kucha usipime. Na utajiri wote huo bado mwaka 1992. Alikutwa na hatia kumbaka mrembo Desiree Washington na kuhukumiwa kifungo cha miaka 6 jela. Akiwa jela ndipo alibadili dini na kuwa Muislamu, akaitwa Maliki Abdulaziz. Mimi nikajiuliza, hivi inakuwaje mtu mwenye pesa kubaka? Au huwa ni zengwe? Maana hata Kobe Bryant yule bingwa kikapu alibaka. Bill Clinton naye alibaka. Hau. Mwaka 2003 walijitangazia kufilisika. Huku kwetu walifilisika na tangazo na rafiki zake. Aliishiwa pesa na nguvu zikaisha. Maisha na starehe na fujo za ujana vilimponza. Tyson anasema, yale mapambano ya mwishoni kabla ya kustaafu, alijilazimisha kupigana kwa sababu ya ukata. Kiwango kilishuka sana, na alipigika kweli. Mapambano na Mark Bride mwaka 2005, aliomba Paul raundi ya 6. Tyson alikuwa na madeni kibao na aliuza kila kitu chake cha thamani kubwa. Nyumba za kifahari, magari, mikanda ya boxing, mpaka medali zake za dhahabu. Mchepuko wake wa muda mrefu Lakia Spicer aka Kiki ukamuonea huruma na kumsaidia bro kipindi amefulia. Pamoja na ukata aliokuwa nao, bado Kiki alimuona Tyson kama mwanaume mzuri na mwenye future. Aliamini anahitaji kutulizo na kila kitu kingekuwa sawa. Mama akajilipua kufunga ndoa na mwanaume aliyeishiwa pesa lakini mwenye nguvu na akili za kutosha. Juni mwaka 2009 wakafunga ndoa. Kazi ya Kiki ikawa kumfumbua macho Tyson ili aone mwanga badala ya kumpa stressi. Maana kuna wanawake hata ukifukuzwa kazi anakuuliza baby sasa tutaishije. Kwa juhudi za Kiki leo Tyson ni mwandishi wa vitabu. Anatengeneza mamilioni ya dola, lakini pia anatengeneza documentaries. Amecheza movies. Amesaini mikataba na kuingia na makampuni ya matangazo pamoja na promotion za boxing. Alitoa movie ya The Hangover inayoelezea maisha ya bondia huyo tangu alipokuwa mtoto wa mitaani katika mitaa ya Brooklyn hadi alipotoa ubingwa dunia kabla ya kuporomoka. Tyson alizaliwa hapo Brooklyn Juni 30 mwaka 1966. Kwa sasa Tyson yupo vizuri kipesa na kiakili. Analea watoto wake 7. Hivi karibuni alikuja na mradi wa ranch ya bangi. Eka zaidi ya 400. Kutakuwa na hoteli na utamu wa kutosha. Hapa sasa ndo tunaweza kusema kila nyuma ya mwanaume mwenye mafanikio kuna mwanamke. Mke wa 3 ndo kamtoa kimaisha. Aliachana na mke wa kwanza Robin Givens, mwigizaji baada ya mume kumfumania. Kwanza huyo mke alikuwa hafai. Unatumia mabilioni shilingi kutengeneza bafu tu. Hawa ndo wale wanaosema baby omba Mungu usiishiwe hela tu, nikakukimbia. Mke wa pili Daktari Monica Tana ndo waliachana kwa sababu mume alifumaniwa.
Hapo alitendwa akatenda. Mwaka 2017, Tyson aliwahi kusema, "Sikudhani kama ningeuvuka umri wa miaka 30. Ujana ni maji ya moto. Lakini bora alifanya ujinga wote ujanani kuliko kuurudia wote uzeeni." Hii imemwepusha na ile adha ya kibabu kuzengea vibinti klabu hadi usiku wa manane, badala ya kuota moto na wajukuu. Mimi kitu kilichonifurahisha kwenye historia ya Tyson ni jinsi alivyomwajiri Donald Trump kumshauri katika masuala ya fedha kwenye kazi yake mwaka 1988. Na leo Trump ni rais wa Marekani. Funzo tunalolipata hapa ni kwamba mfanyakazi wako wa leo anaweza kuwa rais wako wa kesho. Jitahidi kuwa fair. Ni ushauri tu. Asanteni kwa kunisikiliza. Duniani kuna mambo. Wakati wewe unakesha ukimwomba Allah akupunguzie dhambi ulizonazo, mwenzako Tyson anajilaumu kustaafu bila kuwa mtu. Huyu bwana alibarikiwa ujeuri wa kutosha na upole adimu kuanzia utotoni hadi uzeeni. Alipata uzoefu mkubwa wa kukamatwa na polisi kwa uhalifu katika umri mdogo tu. Alikamatwa mara 38 akiwa under 14 years. Hao ndo watoto paswa kichwa ise. Acha mwanao kumtia ngwala moja mwalimu wake umechanganyikiwa, hadi kusema mwanao amekushinda badala ya kumshukuru Mungu kwa kuzaa mtu jasiri na kumjengea mazingira ya kuwa askari polisi jasiri sana. Tyson yeye alipelekwa jela ya watoto watukutu. Wenye akili wakagundua passion ya Tyson ni ndondi. Akaanzishiwa mafunzo na kuvunja rekodi duniani katika ndondi. Kijana akatajirika, akalabata, akabaka, akapigana, akafungwa, akafilisika, akaamka tena na sasa naishi. Bobby Stewart, bondia wa zamani, ndo walitambua kipaji cha Tyson baada ya Tyson kuomba afundishwe boxing na nyota huyo. Bobby akampeleka kwa kocha wa ndondi, Cus D'Amato. Cus alimfua dogo vilivyo, hadi akataka na kumwanzishia kutenda maajabu katika ulingo wa ndondi. Mwaka 1982, Tyson aliondoka na ushindi mnono kwenye mashindano ya Olympic. Hapo ndo ujue Mungu hakukosea katika uumbaji wake. Hadi useme mwanao ni mtukutu hivi unamwachia Mungu. Sisi ndo tunakosea na kupishana na fursa. Tyson angezaliwa Afrika, angefia jela tu. Mungu akikupa mtoto mdokozi, usimlaani, badala yake muandae kuwa mpelelezi.